Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, thumma assalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa huwa sayyiduna Muhammadun ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin, amma ba'd. Naam, awali ya yote ni kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa rehema zake na kwa utukufu wake, katujalia mimi na wewe mpaka muda huu, majaliwa ya kuendelea kutuazima pumzi yake, si kwa ujanja wetu wala kwa nguvu zetu, bali ni kwa hekima yake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pia na kumtakia rehema na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam pamoja na masahaba zake mpaka siku ya Kiyama, Allahumma amin. Baada ya hilo, awali ya yote ni kukujulieni hali zenu walimu zangu, mashekhe zangu, vipi hali zenu, mnaendeleaje? Lakini natumai kwa rehema zake Mwenyezi Mungu mtakuwa hamjambo na mpo manyumbani kwenu, mmetulia na familia zenu, ilhali ikiwa mpo salama salimini. Naam, baada ya hayo na baada ya kupita masiku kadhaa kama sio miezi imepita, tukiwa tumesimama masomo yetu kwa sababu mbalimbali, na miongoni mwa sababu hizo zingine ni zile ambazo ziko nje ya uwezo wetu, lakini kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu leo tena ninarudi kwenu katika mwendelezo wa kuendelea kugawana maarifa walau kwa uchache wake, kama si kidogo, kuhakikisha kwamba elimu hii adhimu na tukufu, elimu ya waja wema, elimu ya manabii, ili kila mmoja miongoni mwetu, kwa yule mwenye kuihitajia na kuwa na hamu nayo, ili aweze kuipata. Na bila kupoteza muda, mashekhe zangu na walimu zangu, katika somo letu lililopita, bila kusahau ya kwamba bado tupo katika taskini ya al-anasir, sawa? Taskini ya zile pointi, sawa? Bado tupo tunazungumzia, bado tupo katika somo la taskini, lakini taskini yenyewe ni taskini ya al-anasiri al-asliyi, au zile anasiri ambazo ni zenye nguvu, ambazo tumeshafahamishana, ambazo kwa mfano kwenye shekeli hii ya jaudala hapa tunapata ni hii nukta moja ya moto, na hii nukta ya pili ya upepo, na hii nukta ya chini kabisa ambayo ni ya udongo. Hizi nukta moja moja ndio nukta ambazo zenye nguvu na tendaji, na ndio tupo kuizungumzia taskini ya aina hiyo. Na katika somo hili la taskini hii tuliishia kwamba kupitia taskini hii tukaja tukagundua kwamba kila shikeli ambayo mwisho wake au zile nukta zake za mwisho za chini kule kwenye tabia ya udongo, kama jinsi tunavyoona hapa, sawa, tukapata kwamba kila shikeli ya aina hiyo basi huwa ina tabia au ina asili ya uzito. Ndipo tulipoishia na kwenye somo letu hilo, kama tuna kumbukumbu, na nina imani kumbukumbu hiyo tunayo. Kwa hiyo kama tulivyosema katika somo lililopita kwamba yaani lazima uwe na maarifa mapana, sawa? Lazima uwe na maarifa mapana, si ile tu kanuni ambazo tumezozizoea wengi kwamba shikeli nzito za aina fulani.
Yawezekana kukaja kanuni nyingine ikakwambia pia na shekeli hiyo naiona kwamba ni nyepesi pia ni nini? Ni nzito. Sasa kupitia taskini hii ya al-anasiri imekuja imetuchambulia mambo kwamba kila shekeli ambayo inayoishiwa na nukta moja ambayo ni yenye nguvu, ambayo ni yenye asili, sawa, nukta moja, hapana nukta mbili, nukta moja, basi hiyo shekeli inakuwa nini? Ni nzito. Na pia nikuelezeni kitu na nikukumbusheni kitu. Mimi ndugu yenu tunasoma hivi, hatusomi kwa lengo la kukaririshana, yaani kukariri. Unajua kusoma kuna aina nyingi za kusoma. Kuna kusoma kwa kukariri na kuna kusoma kwa kukielewa kitu in deep, yaani kukielewa kitu kwa ndani kabisa. Kwa baada ya kukielewa kitu kwa ndani ndio unatoka sasa unaenda kukitumikisha sasa, baada ya kuwa umekielewa kwa undani vilivyo. Yaani vijana wanasema umekielewa kitu nje ndani. Sasa sisi hapa hatukaririshani, na kama kuna mtu anahitaji kukaririshwa, mimi sikaririshi mtu, mimi ninamsomesha mtu kiini cha elimu, kiini cha jambo lenyewe. Alafu akishaelewa kiini, huko mbele ataenda kuona namna gani yeye anaweza akatumikisha. Kwa maana kwamba usitegemee kanuni moja, lazima uwe na kanuni nyingi, uwe na maarifa mapana. Sasa baada ya hayo, kama tulivyosema kwamba tuliishia hapa, sawa, tuliishia hapa, na katika kitabu chetu hii perfect yetu hii, kwa wale ambao ndugu zangu katika group letu lile la WhatsApp ambao wanacho hichi kitabu ambacho ni chenye namba, nafikiri tunaelekea mwishoni, na kwa mpenzi wake Mwenyezi Mungu kitakachofuatia kitakuwa kipo kwa wale watakaohitaji, si lazima, kwa wale watakaohitaji kitakuwa kipo. Kwa hiyo kupitia perfect hii niliyoshika hapa, tupo ukurasa wa 30. Tupo ukurasa wa 30. Sasa kama tupo kwenye ukurasa wa 30 na kama nilivyosema kwamba somo letu liliishia hapa, sawa. Kwa hiyo hapa kuna kitu pia nataka nikuzindueni. Kwa wale ambao tulionao katika group letu lile la WhatsApp, kuna shekhe wetu mmoja kutoka Kongo alileta munakasha kidogo, dibeti. Alileta dibeti kunako hii taskini hii, sawa. Nafikiri wale tulio kwenye group la WhatsApp tunakumbuka. Sasa akaleta ile ambayo ni ya mwanzo, ambayo ndiyo maarufu. Sasa hapa kuna kitu nataka nikuelezeni, sawa. Atakayependa kushika ile ambayo alileta shekhe wetu ile kutoka Kongo ashike, sawa. Na atakayependa kushika hii hapa iliyoko hapa hii pia ashike. Lakini mimi ninafadhilisha, yani ukiniambia mimi kuchagua yenye nguvu ni ipi, tutachagua hii hapa, sawa. Nadhani shehe alichukua tu ile maelezo ya mwanzo juu, hakuendelea chini kuchimba zaidi kwamba maelezo yanasema nini. Kwa ukiangalia vizuri maelezo jinsi yanavyoeleza kunako kupatikana kwa taskini hii, ile ya kwanza tutakuta kwamba ina mapungufu. Huo ndio uhalisia. Lakini ukiamua kuendelea tumia, kwa sababu ni vingi watu wanavitumia vilivyoko kati ya mapungufu, na Mwenyezi Mungu sio mchoyo wala sio mchoyo, anawaendeshea mambo yao, lakini kitaratibu na kikanuni wanakuwa wapo katika makosa ya kielimu. Sina maana kwamba mimi najua sana, hapana, lakini huo ndio uhalisia wake. Soma vizuri yale maelezo, namna inavyopatikana hii taskini, utaelewa nini ninachokwambia. Lakini pia ukitaka kubaki kule baki, na ukitaka kuja hapa njoo hapa. Lakini mimi ninakushajiisheni kwamba ninakupeni nguvu, tena nguvu ya hoja ya kielimu, kwamba tutumie hii pale itakapohitajia kutumika taskini al-anasir. Sijui ninafahamiana vizuri na si kwamba mimi jamani, yani hapa nataka tuelewane vizuri. Sio kwamba mimi, ni mashehe wenyewe walioitengeneza, wao waliotuletea hii elimu, ndio wanavyosema kwenye vitabu, sio mimi. Sawa?
Kwa hiyo ndio maana tunasema kama vitabu jamani ni nusu ya kuwa na elimu, lakini elimu kamili ipo katika vifua vya watu wale ambao Mwenyezi Mungu kawajalia japo kidogo kuwafunulia maana zilizoko katika vitabu. Na kama tunavyosema kila siku, al-ilmu fi sudur walaisa fi sutur. Alhamdulillah. Sasa tukiendelea na somo letu hapa tulipoishia, kama nilivyokwisha kukuelezeni, ni kwamba katika perfect hii tunasema kwamba mpangilio si wa kubahatisha, bali ni wa kanuni, na wala hauwekwi kiholela, bali unatokana na hekima ya wanazuoni wa kale. Mafishi, nafikiri mmenielewa kwamba huu utaratibu wa kanuni hii kama nilivyokuelezeni hauwekwi kiholela, unawekwa kwa kupitia kanuni maalum, sio kanuni zilizowekwa na mimi kiza, la hasha, kwa kanuni zilizowekwa na wanazuoni wakubwa wa kale waliotutangulia katika elimu hii. Sawa? Kwa hiyo usipite tu kitu, usikipitishe juu juu tu kwamba aili mradi uwahi kufika sehemu fulani. Tulia taratibu. Kwa hiyo hapo nikataka mpaelewe vizuri kwamba mpangilio huu wa taskini hii ya al-anaswi si wa kubahatisha, haujabahatishwa. Sawa? Bali ni wa kanuni, ni mpangilio ambao umepangwa kwa kanuni maalum, na wala hauwekwi kiholela. Wala hizi shikeli zilivyokaa hapa hazikuwekwa tu kwamba kiholela, kwamba ili mradi zikae. Sheikh asema bali unatokana na hekima ya wanazuoni wa kale. Shika hiyo. Sasa baada ya hapo kwa wale wenye kitabu nafikiri mnaona hapo kuna hilo jedwali hapo. Nafikiri tumepita huko nyuma, halina maana sana kwa sasa. Tumeshachambua huko kwa sababu hapo alikuwa anaweza kutuonyesha katika shikeli hii hapa sawa kwamba hii hapa ni 1, hii hapa ni 2, hii ni 3 na hii ni 4. Kwa akawa anajaribu kutuonyesha kwamba hii hapa chenye kufanya kazi ni hii namba 2 na hii namba 4. Kwa hiyo ukijumlisha unapata 6. Alikuwa anamaanisha kwamba hili umbo hili ama hii shikeli iende ikakae katika nyumba ngapi? Katika nyumba ya 6. Ndio ilikuwa maana yake hapo. Sawa? Lakini tulivyozidi kusoma tukakuta kwamba hapana, haitaki kukaa nyumba ya ngapi? Nyumba ya 6, kwa sababu hii ni shikeli ambayo ni dakhila, lakini pia ni shikeli ambayo ina nukta ile ambayo ni ya udongo iliyoko mwisho chini, na tukasema yenye nukta moja ya udongo iliyoko chini inakuwa ni nzito. Kwa hiyo kitu kizito huwa kinapewa nafasi ya mwisho na kitu chepesi kinapewa nafasi ya kwanza. Kwa hiyo kwa minajili hiyo hii shikeli ikaenda ikatupwa katika nyumba ya 14, halafu badala yake nyumba ya 6 ikakaa utubatu kharija. Huko tushapita. Tunaendelea sasa. Hapa katika kuendelea inatulazimu hapa tufute hapa. Sawa lazima hapa tufute ili tuende vizuri. Naam. Hapa baada ya utangulizi ambao umebezi kwenye kukumbushana baadhi ya vitu ambavyo vilivyotangulia katika somo letu lililopita, sasa tunaendelea na somo letu bila kusahau ya kwamba tupo tunaijadili, tupo tunaielezea, tupo tunaizungumzia, tupo tunaichambua, tupo tunafungua nati zilizofungwa dhidi ya taskini al-anasir. Sawa kwamba panapatikana vitu gani. Sasa tunaendelea. Sheikh anasema kisha fahamu kwamba nukta hugawanyika katika sehemu ngapi? 2. Sheikh anasema kwamba sasa ukumbuke ama utambue kwamba hizi nukta zimegawanyika sawa katika sehemu ngapi? Katika sehemu kuu 2. Hizi nukta tunazoziona sawa, nukta hizo ni zipi? Anasema kuna nukta moja sawa, kuna nukta moja hii ya moja sawa
ambao anasema hii nukta moja ni nukta ambayo iliyo huru, sawa. Wenyewe Waarabu wanasema wanaitwa mutlaq, ni nukta ambayo mutlaq, iliyoachiliwa, iliyo huru, sawa. Halafu hii ni ya kwanza. Halafu ya pili kuna nukta nasema ambayo hii nukta ni nukta mbili hapa. Hizi nukta mbili hapa, au unaweza kaandika hivi, sawa. Asema hii nukta mgawanyiko wa pili ni nukta ambazo nukta hizi huitwa kwa majina ambayo ni nini? Iliyochanganyika ama iliyofungwa. Waarabu wanasema muqayyad. Hapa muqayyada, sawa. Yaani iliyoziwiliwa, iliyofungwa. Kwamba hapa natakiwa uelewe sasa kwamba katika hizi nukta zote, mfano hapa tuchukue shikeli ya utuba dakhila, sawa. Shikeli ya utuba dakhila, hii ndio shikeli ya utuba dakhila. Sasa katika hii shikeli ya utuba dakhila tuna mistari minne katika shikeli hii, sawa, na kila mstari una nukta. Mstari wa kwanza una nukta mbili, sawa. Huu mstari wa kwanza ambao ni nukta mbili hapa ndio anasema ni ule mgawanyiko wa pili katika zile migawanyo miwili ya nukta, ambao anasema ni nukta ambazo ni nini? Zimefungwa, muqayyad, zimeziwiliwa, sawa. Na hii hapa inayofuatia hapa ni nukta ambayo ni mutlaqa, imeachiliwa, sawa, kama ni nukta ambayo iliyo huru, sawa. Sasa hizi nukta mbili hapa, hii migawanyo miwili ya hizi nukta zina majina mengi. Kwa hiyo tuyaangalia haya majina, ukiyakuta huko mbele usishangae ukasema jina gani tena hilo, uwe na uwazi nalo. Tukianza na mgawanyiko wa kwanza wa nukta ambayo ni moja, sawa. Anasema ni nukta ambayo iliyo huru. Nukta hii huitwa kwa majina yafuatayo, sawa. Ni nukta ya pekee au ya umoja. Hii hapa, hii ni nukta ya pekee ama nukta ya umoja iliyotenganishwa, sawa, yaani imetenganishwa, au iliyofunguka ama iliyofunguka. Ndio maana katika vile vitabu vya Kiarabu vinasema nuktatul maftuh, nukta ambayo iliyofunguka, yani iliyo wazi, sawa. Haya, lakini pia anasema ni nukta ambayo iliyo hai, yani nukta ni nukta ambayo iliyo hai. Lakini pia na jina lingine inaitwa nukta ambayo iliyopo, yani inajulisha kuwepo kwa jambo. Lakini pia ni nukta ambayo inajulisha wepesi. Lakini kila moja ya sifa hizi ina maana yake, sawa. Kila moja ya hizi sifa nilizozizungumza kwenye hii nukta moja, kila sifa hapo ina maana yake, sawa. Mfano hapa tumezungumza kwamba ni nukta ya pekee. Ili neno pekee kwenye nukta hili, ili neno pekee lina maana yake katika matumizi ya kiramli, ya kiashkali, sawa. Nukta ya umoja, hili neno umoja lina maana yake, yani lina matumizi yake, sawa. Lakini iliyotenganishwa, ili neno iliyotenganishwa lina maana yake katika elimu ya ramli. Au iliyofunguka, ili neno iliyofunguka lina maana yake au lina matumizi yake katika elimu ya ramli, sawa. Ni nukta ambayo ni hai, ili neno uhai lina matumizi yake au lina maana yake katika elimu ya ramli. Iliyopo ina maana yake na matumizi yake. Nyepesi, ili neno wepesi kupitia nukta hii lina maana yake na matumizi yake katika elimu ya ramli. Ndio maana hapa mwisho akasema kila mojawapo ya sifa hizo ina maana yake. Hapo nafikiri hakuna tatizo, tumeelewa. Mgawanyiko wa pili ni kinyume chake, sawa. Mgawanyiko wa pili ni kinyume chake, ambao ni hizi nukta ngapi? Nukta mbili. Nukta mbili ni kinyume cha nukta moja na nukta moja ni kinyume cha nukta mbili. Sasa anasema nukta hii huitwa pia kwa majina yafuatayo. Anasema iliyochanganywa. Pia hizi nukta mbili zinaitwa kwa jina lingine iliyochanganywa, sawa. Iliyofungwa. Kumbuka, neno iliyochanganywa ama iliyofungwa, haya maneno mawili kila moja katika matumizi ya ramli lina maana yake na lina matumizi yake, sawa. Isiyokuwepo, ili neno isiyokuwepo lina matumizi yake katika elimu ya ramli.
mfu, yani kwa maana kwamba iliyokufa, ina maana yake hizi nukta mbili. Hili neno kufa kwamba linakufaje katika matumizi ya kiramli lina maana yake. Nzito, hizi nukta mbili zina tafsiri ama zina jina lingine ambalo linaitwa kwamba nini? Ni nzito. Hili neno nzito katika elimu ya ramli lina maana yake na matumizi yake. Sawa eh? Hapo nafikiri tumeelewana. Anasema nukta iliyo huru ndio ufafanuzi wa nukta moja iliyo huru na nukta mbili iliyofungwa. Ufafanuzi upi? Huu ambao nilifanyaje? Iliyozungumza. Sasa nasema nukta iliyofungwa au yenye masharti, hii ambayo ni nini? Muqayyad. Sawa, iliyofungwa au yenye masharti. Anasema nukta hii ni ile ambayo ndani yake hutajwa maneno ya element au anasuri zile za asili, kama tumeelewana vizuri eh? Kama yani hizi nukta hizi mbili hizi, sawa, hutumika kwa majina yafuatayo, yale ya kiujumla. Kwa mfano sawa, hebu angalia hii shikeli ya utbatu kharija hii hapa, sawa. Halafu angalia pia shikeli nyingine hii hapa ya qabdu kharija. Hizi shikeli mbili hizi, sawa, hii ni shikeli ya moto. Tumesema mfano hii shikeli ya moto. Kwa hiyo hili neno moto ni jina ambalo tunasema kama ni jina ambalo ni muqayyad, sawa, yani lililofungwa, kwamba kiujumla wake hii shikeli nini? Ni moto, sawa. Na hii pia ni shikeli ya nini? Ya moto. Kwa hiyo ni jina ambalo ukisema moto, ili neno moto ni tamshi ambalo ama ni jina ambalo ni muqayyad, limefungwa, ni fumbo. Moto huki, sawa. Haya, au almuhimu ukichukua labda shikeli ya inkis, si udongo huu, kwa hiyo shikeli si ya udongo. Kwa hiyo ukisema shikeli ya udongo, hili ni neno ambalo ni nini? Ni muqayyad, sawa, ni mujmalul qawl, lakini bado si mafuhumu. Sijui tunaelewana vizuri. Nikisema kwamba si mafuhumu, kwamba si yenye kufahamika, sina maana moja kwa moja, nipo kwa maana ya msingi wa somo tunalo lisoma. Ndio maana nikasema unatakiwa na maarifa mapana. Haya, kwa hiyo tukisema moto, hewa, maji, udongo, hapo tunakuwa tumemaanisha nini? Tunakuwa tumemaanisha ni nini? Ni nukta ambayo ndani yake hutajwa maneno ya elementi kwa maana ya anasiri, kama vile moto, dongo, upepo na kadhalika, kama nilivyozungumza, kwa maana tunakuwa tumezingatia nini? Muqayyad. Anasema nukta iliyo huru. Sasa hii nukta iliyo huru ambayo ni hii nukta moja hapa, si ndio? Anasema nukta hii iliyo huru maana yake kwa ufupi, sawa, maana yake kwa ufupi ni alama au umbo linalosimama lenyewe, halijafungwa na kitu kingine, wala halihusishwi na elementi moto, maji, upepo. Sio, tunaelewa vizuri eh? Yaani imesimama yenyewe, haihusianishwi na kitu chochote. Hiyo ndio nini? Nuktatul mutlaqa, yani iliyo huru, sawa eh? Haya, anasema mfano, fikiria nukta moja. Anasema mfano, fikiria hii nukta moja hiyo, sawa, ipo peke yake, haijachanganwa na nyingine, ndiyo maana inaitwa hai na nyepesi. Hii ndiyo nukta iliyo huru. Simaana vizuri kwamba hii ni nukta moja, ipo peke yake, haijachanganywa na kitu chochote, ndio tunasema kwamba hii ni nukta ambayo ipo hai, ipo huru. Tumeelewana vizuri eh? Haya, anasema kinyume chake cha nukta huru ni mfano wake ni hizi nukta mbili. Kinyume cha hii nukta moja, kinyume chake ni hizi nukta mbili. Anasema nukta mbili zilizounganishwa, hii si moja tena, sawa, hii si moja tena, imechanganywa, imefungwa, inaitwa nzito na mfu iliyokufa, sawa. Hizi nukta mbili hizi, sawa eh?
Hii ndiyo maana ya kusema nukta mbili zimefungwa au imekufa. Tunaendelea, tutaelewana huko mbele tu, kama mtu atakuwa hajaelewa kinachokusudiwa huko mbele tutakuja kuona. Anasema mfano mmoja wa, anasema nukta yenye masharti ama iliyofungwa, maana yake kwa ufupi, sawa, hii ni nukta ambayo haipo peke yake, bali imeunganishwa na element au anasuri inayoelezwa kwa neno moto, pepo, maji, udongo. Fikiri nimesema nilivyotangu hapo mbele awali nimezungumzia. Akasema mfano mmoja wa element, sawa, mfano mmoja wa element kwa maana ya tabia ile ya asili. Anasema hivi, hapa pia tufute ili twende vizuri hapa. Tufute ili twende vizuri. Hapa ametuwekea kitu hichi hapa. Nukta. Sawa? Sasa hapa akasema hii ni nukta nini? Ya moto. Hapa upepo. Hapa maji. Hapa udongo. Sawa, Sasa ndo akasema hii nukta ya kwanza hapo inahusishwa na nini? Na moto. Maana yake ni nguvu, sawa, maana yake ni nguvu, haraka, shauku, hasira au msukumo. Kwa maana ya kwamba hii nukta moja, tuelewane kitu kimoja, hii nukta moja hapa inawakilishwa na nini? Na moto, sawa. Sasa huu moto una maana gani? Huu moto tuelewane vizuri, huu moto una maana gani? Sawa, una maana ya nini? Ya nguvu. Hii nguvu si hii ya nukta hapa unielewe. Hii neno nguvu, haraka, shauku, hasira na msukumo ni tafsiri ya neno moto. Yaani ndani ya neno moto tunapata shauku, haraka, nguvu, msukumo. Lakini huu moto umekujaje hapo? Umekuja kwa kuhusishwa na hii nukta ya kwanza. Kama tutakuwa tunakumbuka katika somo letu huko tulikotokea, tulisema hii mistari minne ilipewa tabia, na katika zile tabia ya kwanza ni moto. Kwa hiyo usije ukaninukuu vibaya kwamba hii nguvu, shauku, haraka ukajua naizungumzia hii nukta. Hapana, nazungumzia huu moto ambao umehusishwa na hii nukta ya kwanza. Sawa? Hapa unielewe vizuri. Haya. Anasema nukta ya pili ni ya upepo, imehusishwa na nini? Na upepo. Maana yake mwanzo, mawasiliano, haraka, mabadiliko. Sawa? Kwa hiyo hii nukta ya pili imehusishwa na upepo. Upepo una maana gani? Una maana ya mawasiliano, mwanzo, harakati na mabadiliko. Sawa? Nukta tatu, nukta ya maji ambayo ni ya tatu inahusishwa na nini? Na maji. Maana yake ni hisia. Kwenye maji hapa panapatikana hisia, upole, mapenzi, kuvumilia au uvumilivu. Sawa? Nukta ya mwisho ambayo ni nukta ya udongo imehusishwa na nini? Na udongo ambao ni hii hapa hiyo. Sawa? Maana yake nukta hii ni uthabiti, subira, mali, mwili na vitu vinavyoonekana. Tumeona vizuri? Kwa hiyo hii nukta ya mwisho hapa ambayo ni ya udongo inajulisha uthabiti. Uthabiti kwa lugha nyingine uimara. Sawa? Hii nukta ya mwisho ambayo inawakilishwa na nini? Na udongo. Huu udongo unaleta tafsiri gani hapa kwenye hii nukta ya mwisho? Unaleta tafsiri ya uthabiti kwa maana uimara, tafsiri ya mali, sawa, tafsiri ya subira kwa maana uvumilivu,
na kwa lugha nyingine kuchelewesha mambo, lakini pia inaenda tafsiri ya mwili, inajulisha mwili na vitu vinavyoonekana. Tukisema hii nukta inawakilisha pia mwili, unajua kuna baadhi ya vitu naenda na vipunguza ili kupata maana iliyokuwa nzuri zaidi, lakini kuna ufafanuzi mwingi, na hapa kuna vitu vingine vinarudi mpaka kwenye Qur'ani. Sawa? Sasa hapa tunapumzisha hii nukta na mwili, kwa maana kwamba tuna maana kwamba mwili, kwa sababu mwili wa mwanadamu asili yake umeumbwa kutokana na nini? Na udongo. Tunaposema asili yake, kwa maana asili yake kutokea huko kwa baba yetu Adamu alayhi salam, ndio tuna maana hiyo, na kwa aya nyingi zilizoko katika Qur'an. Kwa kuna vitu ambavyo vinaenda na vivunja sana. Sawa? Ili tusirefushe mambo sana, tupate kwa urefu ulio wakati, lakini wenye maana yenye kueleweka. Ndio maana yangu. Kwa hiyo hapa nimefanyaje? Nimekuelewesheni. Sasa hapa tufute, baada ya kuzielewa hizo maana ya hizo tabia zinazowakilisha hizo nukta hapo. Sawa? Hapa kitu kimoja ni wakumbusheni. Hapa imekaa hivi. Sawa? Hapa imekaa hivi. Yaani okay, ndio hichi kikumbele hapa, hapo tuache. Kwa hiyo ngoja tutufute hapa nilichotaka kukisema kikumbele. Hapa tufute, alafu ili tuende vizuri hapa.